Nimeona jina la kocha wa Stellenbosch, Steve Barker. Nimeona jina la Romain Folz ambaye alikuwa Young Africans wakaondoa. Nimeona pia jina la Miguel Gamondi, na kwa taarifa nilizonazo Simba kuna zaidi ya 80% wamalizana na Miguel Gamondi ambaye amepewa barua na shirikisho la mpira la Tanzania. Yes, ikimalizika AFCON kuna uwezekano akawa ndo kocha mkuu wa Simba. Kwa hivyo pengine tunaweza tukasema kwamba Simba Sports Club hawataweza kutangaza kocha hivi karibuni mpaka AFCON imalizike. Yes, kwa sababu ndio maana nimesema kwa taarifa nilizonazo mimi. Ni mwalimu ambaye Simba watamtangaza baada ya AFCON kumalizika, kwa sababu zaidi ya 80% tayari makubaliano yako hapo. Kinachosubiriwa ni mashindano yamalizike, tuone je ni yeye au sio. Na jina lingine ambalo limekuwa kwenye picha kubwa zaidi ni kocha wa Stellenbosch, ambaye pia ndo amekuwa anatajwa mara nyingi zaidi. Kwa hiyo naamini kama itakuwa ni Miguel Gamondi atakuwa na hiyo faida, kwa sababu anaijua ligi ya Tanzania, anajua wachezaji wengi wa Kiafrika wanahitaji nini ili kuperform, anajua ni nini ambacho kinatakiwa kwenye timu ambayo iko kwenye mazingira haya. Lakini hiyo inaweza ikawa ni moja. Mimi kitu ambacho nakitazama, je, ni viongozi wa Simba wako tayari kusubiri Gamondi afanye vile ambavyo anaamini kwenye timu yake vinaweza kuja kumpa matokeo? Kwa sababu unajua timu zetu zimekuwa zinakosa kitu kinaitwa uvumilivu. Na ndio maana kuna baadhi ya makocha ambao sisi tuliona hawezi kutufikisha pale, ila wameenda kwenye vilabu vingine wanafanya vizuri. Angalia mtu kama Sven leo anafundisha ligi kuu ya Belgium. Alikuwa hapa, lakini kuna namna tuliona hawezi kutufikisha kule. Kwa hiyo kuna nyakati uvumilivu unakuwa kidogo ni changamoto kwa baadhi ya viongozi wa mpira wa Kiafrika. Lakini naamini kama Simba wataweza kumvumilia Miguel Gamondi, kama atakuwa kocha wao, anaweza akawapa kitu kubwa, kwa sababu mimi naamini squad ya Simba ni moja kati ya squad bora kabisa kwenye ligi yetu. Wachezaji walionao, kuna baadhi ya timu ukienda uwezi kuwapata wachezaji kwenye mpira wa Kiafrika wanaweza kucompete kwenye hiyo level na kukupa performance ambayo wewe kama mwalimu unahitaji. Naamini kama watampa time anaweza kuwapa kitu bora, kama yeye ndo atakuwa. Na pia kama atakuja ni mwalimu wa Stellenbosch ndo atakuja kuwa kocha Simba, kuna vitu vingi pia wananyewe wanatakiwa kusubiri pia, kwa sababu kuna adaptation ya mwalimu kuja kuizoea ligi, kuizoea wachezaji na mazingira na vitu vingine vyote. Haiwezi kuwa jambo la siku moja, ni kitu ambacho kinahitaji muda, kama ambavyo imekuwa kwa Pantev. Ilibidi apate muda wa kuitengeneza timu yake, kujua mazingira Tanzania, aina ya wachezaji waliopo na vitu vingine, ili wafike kwenye hiyo nchi ya hadi tunaitaka. Lakini unajua mpira wetu sisi ni watu wa matokeo sasa hivi, big result now. Yani kwa muda wa kusubiri sisi ndio hatuna, kwa sababu tayari na sisi tunaanza kujiweka kwenye level ya Ahly, tunaanza kujiweka kwenye level ya Mamelodi Sundowns, tunaanza kujiweka kwenye level sio ya kina Esperance de Tunis na watu wengine ambao ni magiant kwenye mpira wa Afrika. Na sisi tunataka kuanza kukaa nao meza moja, kitu ambacho au pia iliwachukua muda kufika hapa walipo, haikutokea tu kwa usiku mmoja. Kwa hiyo ni uvumilivu wa uongozi wa Simba kwa yoyote ambaye wao watampendekeza kama mwalimu kwa kuja kuifikisha timu yao, na inaweza kuwasaidia. Kingine ambacho mimi napenda sana kujua kutafuta mwalimu ni vizuri. Huyo mwalimu unayemtafuta anaendana na kile kwa dumu na kielimu, aina wachezaji ulionao anaweza kuishi nao, anaweza kubora kati yao ulionao. Kwa hiyo kitu kingine ambacho viongozi pia wanatakiwa kukiangalia. Ndio maana mara nyingi unaona kuna hizi kwa misprofile walimu. Ukimleta mwalimu miezi miwili, miezi mitatu, umeona hafaidi, kwa sababu nyinyi mlimleta kwa sababu tu ya kile mlichokiona kule. Kilichomfanya na perform kule na uwezo wa kukitengeneza na kwenu aje aishi kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia uongozi unatakiwa kujiuliza. Huyu mwalimu anafanikiwa akiwa sehemu fulani, kwa nini anafanikiwa akiwa hapa? Kitu gani anahitaji ili mfanye safari yake ya kupeleka kwenye mafanikio ifike? Inaweza akaja leo Miguel Gamondi akasema kwa wachezaji waliopo siwezi kufikia kwenye malengo ninayohitaji. Nahitaji dirisha dogo la Januari, nahitaji mchezaji huyu, nahitaji yule. Simba inaweza akafanya hayo? Au wachezaji waliopo ambao nyewe mlikuwa mnaamini, kwa sababu mpira wetu umekuwa na hizo cases tofauti za viongozi kupanga timu. Yaani wewe ni mwalimu lakini viongozi wanakupangia timu. Kwa hiyo anaweza akaja pale anasema mimi kwangu ndio sababu natakiwa kaje. Kwa hiyo unaweza kukubali hicho mwalimu ambacho anakihitaji. Kwa hiyo mpira wetu umekuwa na hizo changamoto kadhaa, lakini naamini kama wataweza kusettle na kufanya vitu vyao kwenye njia ya weledi ya mpira wanavyohitaji, mwalimu yote anaweza kuwasaidia Simba. Wewe Evans, majina mengi ambayo yanatajwa kuja Simba Sports Club, umesema kuna Miguel Gamondi, kuna Romain Folz, lakini pia kuna Steve Barker, na ni jina ambalo linatajwa sana pengine kuliko hayo mengine.
kwanza nataka tumchambue Steve Barker. Kwanza ni kocha wa namna gani kwa vile ambavyo wewe unamfahamu? Kwangu mimi ni moja kati ya walimu ambao ni walimu bora. Yes. Ni walimu ambao wanaamini kwenye vijana. Kwa sababu unajua msingi wa mpira wa miguu kwenye dunia tuliopo unaamini kwenye vijana. Kama huwezi kuwa na vijana, kuna baadhi ya vitu kwenye modern football haviwezi kutokea. Tunahitaji energy kiwanjani. Kipindi tuna mpira na nyakati ambazo tuna mpira, kuna wachezaji wana hiyo endurance ya kusubiri dakika 90 kucheza nyuma ya mpira. Hao wachezaji unao kwenye timu yako. Kwa hiyo ili wewe na hao watu ambao wanaweza kufanya hiyo kazi, inabidi una vijana wengi sana kwenye timu yako ambao wanaweza kuvumilia hiyo pressure, wanaweza kuvumilia hiyo mateso ya kusubiri mpinzani afanye makosa, kutumia makosa yake kwenda kumwadhibu kwenye hizo transition. Kuna watu ambao wanaweza kucheza kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo kikubwa sio mwalimu, kundi la wachezaji waliopo wanaweza kumuofa mwalimu vitu vitokee. Kwa hiyo ni swala lingine ambalo wao kama klabu wanatakiwa kuliangalia. Mleta huyo mwalimu, ni mwalimu anaamini kwenye aina gani ya mpira, wachezaji gani wanampa yeye mafanikio. Sisi tunao, kama hatuna tunafanyaje kumsaidia ili afikie kile ambacho yeye anakihitaji. Kwa hiyo kwa mtu kama Steve Barker, naamini ni moja kati ya walimu ambao wao wanaamini kwenye kucheza mpira ambao ni direct zaidi. Yani mimi sihitaji kupossess ili nionekane kwamba anaweza au naweza kufuata matokeo. Mimi naweza kukaa nyuma ya mpira na naweza nikatumia hapa hizo counter attacks, kwa sababu nina watu ambao watakuwa wananipa hiyo faida. Kuzungumza kucheza mpira mrefu, inabidi uwe na watu ambao ni more clinical kwenye kila nafasi inayotengenezwa. Uwe na watu angalau nafasi 2, nafasi 1 ni kamba, kwa sababu ya aina ya mpira ambao wewe unaucheza, unakugarantii wewe kufanya au unayofanya. Kwa hiyo kwangu mimi naamini inawezekana kwa mtu kama Steve Barker kwa Simba, kwa sababu Simba wanao runners. Ukimwangalia Mpanzu anakupa, ukimwangalia Kibu anakupa. Ni issue inakuja ni kwenye ku create hizo nafasi na kuziconvert kuwa matokeo. Inawezekana? Hilo ni swali ambalo wanatakiwa kujiuliza, au wataenda sokoni kutafuta watu wengine. Lakini kwa mtu kama Steve Barker, aina yake mpira ni hiyo, na ni muumini wa football. Hii ni tunasema ni formation ambayo inakuruhusu wewe kucheza mpira. Ila sio kila mara inakubidi ucheze mpira, inakubidi uangalie na opponent unayekutana naye. Uheshimu kwanza ubora wa opponent uliyekuwa naye. Unajua kuna nyakati unaweza ukawa una wachezaji wazuri ila una timu nzuri. Sure. Kuna nyakati unaweza ukawa una wachezaji ambao ni average, lakini hiyo commitment walionayo kiwanjani inaweza kukupa wewe matokeo. Kwa hiyo kwa Steve Barker, naamini ni moja kati ya majina sahihi kwenye klabu ya Simba. Naamini kwenye kile ambacho yeye anakiamini anaweza akaja akakiapply Simba na kija kumpa matokeo. Sawa Evans, Steve Barker ni miongoni mwa makocha ambao walikutana na Simba Sports Club. Tunaona kwenye shirikisho walikutana naye, ndio. Lakini pia Miguel Gamondi ni kocha ambaye walishakutana na Simba, lakini pia Romain Folz pia ni kocha ambaye walishakutana na Simba. Hayo ni majina matatu ambayo yanatajwa sana kwenye Simba Sports Club. Pengine tunaweza kusema kwamba Simba Sports Club wamefeli kutafuta makocha ambao pengine sio familia na wao. Inawezekana kusema wamefeli, lakini kila mtu anaangalia kipi kitakuwa ni rahisi mimi kupata na kinipe matokeo ya haraka zaidi, kwa sababu ya nature ya mpira wetu sisi. Ukimwangalia Miguel Gamondi tayari ana hiyo experience na huu mpira wa Afrika. Ana experience zaidi na mpira wa Tanzania. Kufundisha Young Africans, amewini akiwa na Young Africans, ameenda Black Stars. Tunazungumza leo wanacheza hatua ya kwanza kwenye historia ya klabu yao. Kwa sababu kuna mwalimu ambaye yuko pale na experience. Kwa hiyo naamini una mtu kama Romain Folz ambaye kuwepo Young Africans, amecheza dhidi ya Simba na amewakaanga Simba hawa. Kwa hiyo kuna vitu vingi huenda anavijua, inaweza vikawa ni mfano kwa kweli kuonyesha kwa nchi. Mimi naamini hakujawahi kuwa na mwalimu mbaya duniani. Hakujawahi kuwa na mfumo mbaya duniani. Swala ni kwako unafanya vizuri au inakuwaje. Ukiwa unafanya kazi vizuri ni mfumo mzuri. Ukiwa unafanya vibaya ndio tunauita mfumo mbaya. Lakini ni namna ambavyo mazingira Simba wataweka kwa yeyote watakayemteua kuwa mkuu wa timu yao ambaye ataiongoza timu yao. Wakimwekea mazingira mazuri, naamini anaweza akafanya kazi ile ambayo watu wengi wanaitaka, mashabiki, viongozi wa chama na wadau wa mpira wanataka kuona ile Simba ambayo wameiona kwenye takriban miaka 5 iliyopita. Natamani kuiona ikiwa inajirudia tena. Sawa, unaamini kwamba Simba Sports Club inahitaji dua ili kuwa bora kama ilivyokuwa? Dua ni sehemu ya maisha ya mwanadamu. Lakini dua haichezi. Yani mimi nasemaga kauli moja, yani huwezi ukaa umekaa ndani kwako wewe kama mwanamke alafu unasubiri tuwe kitu ambacho wamekiona. Lazima watu wakuone kwa namna ambavyo yupo, tabia alizonazo, naweza kuishi naye. Lakini umejifungia ndani kwako, nani anaona? Kwa hiyo yani hizo dua zenyewe zinahitaji hiyo
kazi inayofanyika ionekane, ili dua zako zikasupport kile unachokifanya. Kwa hiyo wewe kama umekaa tu hivi unategemea dua ndio zikusaidie kushinda mchezo wa mpira wa miguu, utasubiri sana, kwa sababu hata hao wapinzani unaocheza nao pia na wenyewe wanasali kama wewe, wanaomba kama wewe, kwamba wewe unategemea wao waache kujibiwa na wanafanya jitihada kiwanjani ujibiwe wewe, ambaye watu hawaendi mazoezi, wamekaa tu nyumbani. Tunakutana siku ya mechi kama timu za mtaani, huwezi kutoboa kwenye mchezo wa mpira wa miguu, ni ngumu. Kwa hiyo dua plus kazi kwenye kiwanja cha mazoezi, hiyo commitment kwenye viwanja vya mechi, na ukijumlisha na dua yao wanaweza kupata majibu sahihi. Sawa Evans, tumalize na hili alichokifanya Engineer Hersi. Wengi wamekitafsiri kama ni kuwadhalilisha na kuwakosea. Kwa upande wako unahisi kwamba Hersi amewakosea au ni aliamua kuwapa elimu kwa sababu wenyewe hawataka kufundishika? Mimi nasemaga kauli moja, unajua tuko kwenye jamii ambayo watu hawataki kukubali ukweli. Yaani unajua ukweli unaupa. Ni nani ambaye ajui kama Simba kuna migogoro? Watu. Yaani kwa nini watu wanataka kukimbia ukweli? Kwa sababu watu hawapendi kusikia. Ukweli siku zote Mungu unaumiza. Hakuna mtu anapenda kusikia ukweli kuhusu. Watu wanataka kusikia vitu vizuri kuhusu wao. Young Africans hii, Engineer huyu ulikuwa ukiongelea vibaya Young Africans kwenye ukweli. Kuna watu watatoka na watakwambia hicho unachokizungumza, lakini bado unazungumza ukweli. Ni watu ambao hawataki kusikia hivyo vitu, lakini haimaanishi hayo mambo hayapo. Kikubwa ni watu kukubali na kubadilika ya mchezo wa mpira wa miguu. Unajua mimi nasemaga kila siku mchezo wa mpira wa miguu sio mapenzi kwamba mchezo wa hadharani, watu wanaona hichi kinachotokea ni makosa, watu wanaona ni makosa. Kwa hiyo watu wakubali na mwisho wa siku watengeneze vitu ambavyo vitakuja kuwapa picha nzuri ndani na nje ya mpira wa nchi yetu, kwa sababu tunazungumza Engineer ndo rais wa vilabu Afrika. Kwa hiyo anazungumza kwenye mifano ambayo yeye anaiona. Yaani unajua huwezi kutolea mfano wa nyumba ya jirani watu wanalala vipi wakati hujawahi kufika. Kwako una wanao, unajua namna gani watoto wako wanalala. Kwa hiyo unaweza kuwa unatumia hawa kama kuportray kinachotokea upande mwingine, kwamba yes, mpira wetu Afrika una shida hizi, lakini kuna hiki mimi nakiona hapa. Shida si ni viongozi. Kuna mimi nawaona sehemu fulani ambapo nafika na nasikia kuhusu wao na tunaona pia. Kwa hiyo naamini ni namna ambavyo watu wamechagua kuchanganua hivyo vitu. Kila mtu ana namna yake ya kufikiri, kila mtu ana namna yake kuwaza. Hatuzuii mtu kuwaza. Waza unavyofikiria. Kwa hiyo mimi naamini issue inakuja ni kinachozungumzwa kina uhalisia ama hakina uhalisia. Kama hakina uhalisia na ni uongo, tutaungana kweli Engineer amefanya kitu sio kizuri. Lakini kina uhalisia na watu tumeona mashabiki wa vilabu hivi wanachama vilabu wamekuwa wanaongea vitu hivi. Kwa hiyo mimi naamini ni watu kuteka action tu, kufanya vitu vya msingi kwenye football. Mwisho siku tuondekane na hizo kelele. Sawa, katika hiyo wadau wanauliza mbona Yanga kwenye kuna migogoro, hajatolea Yanga kama mfano. Inawezekana hajatolea mfano kwa Young Africans, lakini issue kilichokuwa kinazungumzwa kilikuwa kinahusu nini? Unajua watu tumekuja kuona hizo clips tu, lakini issue kilichokuwa kinazungumzwa ni nini? Tunazungumzia uongozi. Yes, kila mahali watu wana matatizo yao, lakini mnasolve vipi matatizo yenu? Leo kelele zilizoko mtaani ni shida za Young Africans, shida za Simba. Shida za Simba zimekuwa kubwa kuliko za Young Africans kwa sababu watu wanajua namna gani ya kusort vitu vyao kabla ya kuwa vikubwa. Kwa mimi naamini ni namna tu ya kutekeleza vitu. Mimi tunasemaga kila tatizo ni tatizo, ila linakuwa kubwa au dogo inategemea na wewe unavyolichukua. Yaani unaweza kumpa mtu taarifa ya msiba, the way ana react ni tofauti na mtu mwingine atakavyo react. Na mtu hapo ataanza kulia, mwingine anazilia, mwingine kawaida tu. Yaani hiyo inabaki kuwa ndani yake. Kwa hiyo namna ambavyo sisi tunapokea na kuviweka hivyo vitu kwenye picha ambayo sisi tunataka. Kitaka liwe kubwa itakuwa kubwa, kitaka liwe dogo itakuwa dogo. Kwa hiyo ni namna ya kupokea tu ndio imekuwa changamoto kwa watu wengi. Sawa, nashukuru kwa sehemu yako. Shukrani sana.